Katika uchambuzi wetu wa Injili kwa mpangilio wa matukio, sasa tunaingia katika Yohana sura ya 11 na hapa tunakutana na kumbukumbu ya ufufuo mwingine. Lazaro na dada zake Maria na Martha waliishi karibu na Yerusalemu katika kijiji cha Bethania. Walikuwa marafiki wa karibu wa Yesu. Wanamtumia ujumbe hapa katika mstari wa 3 wakisema, Bwana, yule umpendaye, yaani Lazaro, ni mgonjwa. Sasa hawa dada, unajua, walikuwa na uhakika kwamba Yesu angeacha kila kitu na kukimbia kuja. Yaani, inapaswa kuwa na faida ndogo kama hiyo kama wewe ni rafiki wa Yesu. Hawezi kukupa viti vya mbele kwenye tamasha la muziki, lakini anaweza kuponya familia na marafiki zako. Lakini badala ya kukimbilia Bethania, Yesu anafanya jambo tofauti. Hapa kwenye mstari wa 5 tunaambiwa sasa Yesu aliwapenda Martha na dada yake na Lazaro. Basi aliposikia kwamba Lazaro ni mgonjwa, alikaa siku 2 zaidi mahali alipokuwa. Sasa hilo halieleweki kabisa. Aliwapenda halafu akachelewa siku 2 zaidi. Hebu niwaambie, hawa dada wawili walitaka Yesu aonyeshe nguvu zake juu ya ugonjwa. Yesu atangoja hadi Lazaro afe ili aweze kuonyesha nguvu zake juu ya kaburi. Basi siku 2 baadaye, Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba wataelekea Bethania na kwa kweli wana wasiwasi kuhusu usalama wake. Baada ya yote, hizi ni nyakati ambazo ana vitisho vya kuuawa dhidi yake. Lakini Yesu anasema hapa kwenye mstari wa 11, Lazaro amelala usingizi. Sasa hawakuelewa, kwa hiyo anawaambia waziwazi hapa kwenye mstari wa 14, Lazaro amekufa. Basi kifo kinaonekana kama mwili umelala usingizi, ndiyo maana mara nyingi usingizi hutumika kuelezea mtu aliyekufa. Sasa Yesu alipofika hatimaye, Maria alibaki nyumbani. Inaonekana wazi kwamba amekasirika sana na Yesu, lakini Martha anakimbia kwenda kumlaki na anasema tu bila kufikiria sana hapa kwenye mstari wa 21, Bwana, kama ungekuwepo hapa, ndugu yangu asingekufa. Basi yeye pia amekasirika naye. Sasa mstari wa 23, Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka tena. Na Martha akamwambia, naam, najua atafufuka tena katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeyote anayeamini ndani yangu hata akifa ataishi, na kila aishiye na kuamini ndani yangu hataona mauti milele. Yesu anasema hapa kwamba yeye hana tu uwezo wa kumfufua mtu, bali yeye mwenyewe ndiye ufufuo na uzima. Kwa maneno mengine, yeye ndiye chanzo cha uzima wa ufufuo. Yesu anamuuliza, unaamini haya? Martha akajibu katika mstari wa 27, ndiyo Bwana, naamini kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, anayekuja ulimwenguni. Kwa njia, nataka uone kwamba Yesu hamuulizi Martha anajisikiaje. Ni kile anachoamini ndicho kinachojalisha hapa. Wapendwa, kutakuwa na nyakati ambapo hutahisi kama unaelewa Yesu anachokifanya. Kuchelewa kwake kunaweza kuwa na maumivu, lakini swali si jinsi unavyojisikia kuhusu kinachoendelea sasa hivi katika maisha yako. Swali ni, je, unaamini kwamba Yesu ana uwezo na anaaminika katika kusimamia maisha yako? Sasa basi, kwa hili, Maria hatimaye anatoka nje ya nyumba na anaanguka miguuni pa Yesu na anamwambia hapa kwenye mstari wa 32, Bwana, kama ungekuwepo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Mstari wa 33 unasema, Yesu alipoona analia na Wayahudi waliokuja pamoja naye nao wanalilia, aliguswa sana rohoni mwake na akasikitika sana. Neno la Kigiriki lililotumika hapa kwa neno kusumbuka linatumika kwa farasi anayevuta pumzi kwa nguvu akiwa chini ya mzigo. Sasa Yesu anahisi kwa undani maumivu ya machozi haya kutoka kwa Maria na Martha. Kwa kweli hapa kwenye mstari wa 35, Yesu alipofika kwenye kaburi, inasema tu Yesu alilia. Kwa njia hii haimaanishi kwamba kidogo tu kilitoka shavuni mwake. Unaweza kutafsiri hivi, Yesu alibubujika machozi. Sasa kwa nini alilia akijua kile anachotarajia kufanya?
Naam, naamini hii inaonyesha kwamba kweli anaguswa na hisia za udhaifu wetu. Anashiriki huzuni zetu juu ya kile dhambi na mauti vimeleta duniani na kwa wanadamu. Lakini kwa nini Yesu alisubiri hadi Lazaro awe amekufa kwa jumla ya siku 4 sasa? Naam, naamini ni kwa sababu marabi walikuwa wanafundisha imani potofu kwamba roho inazunguka juu ya mwili kwa siku 3 ikitumaini ikiwezekana kurudi ndani yake. Sasa Yesu hatoi nafasi yoyote kwa imani za kishirikina kuhusu Lazaro. Anaacha bila shaka yoyote kwamba Lazaro amekufa, na hii siku ya 4, unajua, ni zaidi ya tumaini lolote. Kwa hiyo Yesu anapowaambia wafungue pango la familia au kaburi, Martha anapinga hapa. Anatarajia harufu mbaya ya kifo itakuwa ya kusumbua sana. Yesu anamwambia katika mstari wa 40, je, sikukuambia kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Kwa maneno mengine, subiri tu, kuna jambo la kusisimua linakaribia kutokea. Basi Yesu anaomba kwa kifupi, halafu baadaye anapaza sauti hapa katika mstari wa 43, Lazaro, toka nje. Kiongozi wa kanisa Augustine aliandika karne nyingi zilizopita kwamba kama Yesu asingemwita Lazaro kwa jina, makaburi yote yangekuwa yamefunguka wakati huo. Mstari wa 44 unasema, yule mtu aliyekufa akatoka nje, mikono na miguu yake ikiwa imefungwa kwa vitambaa vya kitani na uso wake umefungwa kwa kitambaa. Yesu akawaambia, mfungueni na mumwache aende. Hii ni picha nzuri sana, wapendwa, ya uwezo wa Bwana wa kumfufua mtu aliyekufa. Yeye kweli ndiye ufufuo na uzima, chanzo cha uzima. Sasa anataka kuonyesha majibu mawili hapa kuhusu muujiza huu. Kwanza, kuna imani. Mstari wa 45 unasema, basi Wayahudi wengi waliokuja pamoja na Maria na kuona alichokifanya waliamini ndani yake. Sasa ungewezaje kutoamini baada ya kuona mtu aliyekufa akitembea akitoka kaburini? Lakini baadhi yao hawakuamini. Kwa kweli, mwitikio mwingine kwa muujiza huu ni kutokuamini kwa makusudi. Tunaweza kuita upofu wa makusudi. Baadhi yao waliripoti muujiza huu kwa Mafarisayo na viongozi wa kidini, na mstari wa 47 unaonyesha mwitikio wao. Wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakakusanya baraza na kusema, tufanye nini? Kwa maana mtu huyu anafanya ishara nyingi. Tukimwacha aendelee hivi, kila mtu ataamini ndani yake, na Warumi watakuja na kuchukua mahali petu na taifa letu. Kayafa anaongeza hapa katika mstari wa 50, yeye ndiye kuhani mkuu, anasema kwa maneno ya kinabii, ni afadhali mtu mmoja afe kwa ajili ya watu kuliko taifa zima lipotee. Kwa maneno mengine, tumue Yesu kabla jeshi lolote la Warumi halijafika na kutuangamiza sote, kutuchukulia kazi zetu, na watu waanze kumfuata huyu masihi wa uongo. Mstari wa 53 unatueleza, tangu siku hiyo wakafanya mpango wa kumua. Kwa maneno mengine, watafanya kila wawezalo, kila kitu kinachowezekana ili wasione wala kusikia ukweli. James Montgomery Boyce aliwahi kuandika kuhusu mwanaume mmoja aliyekataa kila mwaliko wa kutembelea kanisa lililokuwa karibu na anapoishi. Siku moja alipokuwa akipita karibu, alisikia muziki na akaamua kuingia na kukaa nyuma kabisa kanisani hadi muziki utakapomalizika. Lakini muziki ulipomalizika na mhubiri akasimama kuhubiri, yule mwanaume aligundua amezungukwa na watu na hakuweza kutoka bila watu kugundua. Hivyo akaamua kujiegemeza chini kwenye benchi na kuweka vidole vyake masikioni ili asisikie. Basi inzi mdogo wa nyumbani akaanza kurukaruka karibu na pua yake. Aliupuuza kwa muda mrefu alivyoweza, lakini hatimaye akatoa mkono mmoja sikioni na kujaribu kumfukuza inzi huyo, wakati mchungaji alisema, yule mwenye masikio ya kusikia na asikie asemacho Mungu. Basi hapo ndipo mambo yalibadilika. Yule mwanaume alisikiliza na kisha akampa Kristo maisha yake. Sasa ngoja nikuambie mpendwa, viongozi wa kidini wameziba masikio yao kwa vidole. Wamefunika macho yao kwa mikono yao. Hata kufufuliwa kwa Lazaro hakuwashitui hata kidogo.
wao watajaribu kufukuza tukio hilo kama halina maana. Sasa kuna onyo hapa, na labda hili ni kwa ajili yako leo. Kama humjui Bwana Yesu kibinafsi kama Mungu na Mwokozi wako, usizibe masikio wala macho yako. Yesu ndiye ufufuo na uzima. Ukimwamini, siku moja atakuondoa kutoka mautini na kukupeleka kwenye uzima wa milele. Basi hadi safari yetu ijayo, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.